Kuna baraka kubwa katika kuwalea mayatima. Na maana ya baraka kwa tafsiri ya dini ni al-khairu al-kathir al-mustamir. Ni khairi nyingi zenye kuendelea. Yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mtu ambaye amembariki atampa khairi nyingi ambazo hazikatiki, ni zenye kuendelea. Na maana ya ni zenye kuendelea, yani zitadumu katika haya maisha ya dunia mpaka akhera. Sheikh ametoa hadithi, ana wakafilul yatimi kahataini, mimi na mwenye kuwalea mayatima ni kama kidole hiki kirefu na kinachofuatia. Maana yake katika ile siku ngumu atakuwa Bennett na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii ni bishara ya kuingia katika pepo kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa peponi. Kwa hivyo jambo hili sio tu ibada katika ibada za kawaida, bali ni jambo kubwa. Nikakumbuka kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wakati Sheikh alipotaja nukta ya baraka ya kuwalea mayatima. Nikakumbuka kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim. Mwanadamu anapotahiniwa na Mola wake akaifanya ni finyu riziki yake, huwa anasema hakika Mola wangu amenitweza. Na kabla sijaendelea, tukumbuke kwamba mitihani ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala huwa ina sababu zake. Qur'ani imetaja namna hiyo katika maeneo mengi. Kwa hivyo ni mtihani, lakini huo mtihani inakuwa sababu yake ni makosa ambayo mtu amemkosea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na hiyo ndio nyingi kwetu sisi. Kwa manabii mtihani unaweza kuja ibtidaan, hakuna kosa lolote alilolifanya, lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anamtahini kwa ajili ya kumpandisha daraja. Lakini kwa wengi tuliobakia, mtihani unakuwa umeambatana na sababu. Huu mtihani ambao umetajwa katika aya ni mtihani wa kuwa mtu uchumi wake ukashuka ama ukawa ni mdogo. Allah Subhanahu wa Ta'ala akataja katika sababu zake, bal la tukrimuna al-yatim, kwa sababu nyinyi hamuwakirimu mayatima, wala tahaduna ala ta'amil miskin, wala hamuhimizani kuwalisha maskini. Na hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametaja yale mahitaji ambayo ni makubwa zaidi, lakini mahitaji mengine yote yanaambatana na haya mahitaji ya chakula. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, na mayatima wetu ambao tumewaingiza katika haya malengo yetu ambayo tunachangia, wana sifa mbili, ni mayatima na ni maskini. Kwa hivyo Sheikh, nikakumbuka ulipotaja nukta hii ukasema kwa confidence kwamba hakuna mtu amepata kufedheheka au akapata maisha magumu ikiwa yeye analea yatima. Ni kweli, kama yupo mtu ambaye analea yatima alafu hajaona mrejesho katika vile anavyovitoa katika kumlea yatima, anyoshe kidole hapa. Abadan hawezi kupatikana mtu wa namna hiyo. Kama amemlea yatima na akawa amemfanya ni sehemu ya familia yake, amemweka katika sehemu ya bajeti zake, na anafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wallahi la yukhzihi Allahu abadan. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala hatomtweza, kwa sababu hapa ameashiria katika aya kwamba sababu ya kuwa riziki ni finyu ni kwa sababu sisi hatutoi katika fungu la riziki zetu tukawa tunawasaidia mayatima na maskini. Wayasalunaka anil yatama, hii ni aya. Wanakuuliza kuhusiana na mayatima, qul
islahun lahum khair, waambie kuwatengenezea mambo yao mayatima ni khairi. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema kuwatendea mayatima ni khairi. Lakini ukiangalia katika Qur'ani, renki ya hii khairi utaikuta ni katika khairi za juu kabisa. Wahadainahu najidaini, mwanadamu tumemuongoza njia mbili, njia ya khairi, kwamba kama anataka khairi afanye nini na nini ili apate khairi katika dunia hii, alafu hatima yake itakuwa ni nini kwa hiyo khairi anayoifanya, hatima yake itakuwa ni nini akhera. Na tumemuonesha njia ya shari, kwamba ataipata shari kwa mambo kadha na kadha, na hiyo shari itakuwa ina muendelezo akhera. Akhera kuna matatizo mangi, na akhera waumini wanawania, kama nitakuwa fasaha, mambo mawili. Wanajitahidi wapate pepo, hiyo sio ya kwanza. Ya kwanza ni wasiingie motoni, sababu kadhia ya moto, ndugu zangu katika imani, ni kadhia kubwa. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala yani alizungumza kwa kule tu kuona moto kwamba ni jambo kubwa na ni baya sana kabla ya kuingia motoni. Aliposema wara'al mujrimuna an-nara, alipokuwa anazungumza katika taswira za kiyama, watu waovu watauona moto. Unaona sura hii? Yani mbele yao, sio kwa TV, wanauona live. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu, alafu wakiuangalia watakuwa wanayaqini annahum muwaqi'uha, kwamba ule moto na ukali wake sio muda mrefu watakuwa wamevaana nao, wako ndani yake, kama vile mtu anavozama kwenye swimming pool. Annahum muwaqi'uha. Alafu akili itapiga mahesabu haraka haraka afanye nini anasuke na huo moto. Walam yajidu anha masrifa, hatopata, atajikuta hakuna namna yoyote ya kuepuka ule moto. Kwa hivyo anajua ni huu mwili gani huu ambao utaenda kupambana na moto wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo umnia ya Muislamu, matamanio ya Muislamu kwanza sio kuingia peponi, ni kusalimika na huo moto potelea mbali, hata kama utakuwa unatembea jangwani, lakini umesalimika na moto. Hili jambo la kuwalea mayatima ni katika sababu kubwa za kuepukana na moto wa siku ya kiyama, pamoja na process zingine ngumu za siku ya kiyama kabla ya watu kuingia peponi au motoni. Kadhalika waumini wanaiwania pepo siku ya kiyama, lakini inawaniwa hapa duniani. Hili jambo la kuwalea mayatima, kwa mujibu wa hadithi aliyoitoa shekhe, mimi na yatima peponi tutakuwa hivi. Kwa hivyo ni katika mambo ambayo, unajua kuna mema yameahidiwa pepo kwa lugha ya jumla, atakayetenda mema atapata pepo. Hiyo lugha ni tofauti sana kitaaluma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalitaja tendo maalum kwamba hili linapeleka peponi. Na kuahidiwa jahannam kwa lugha ya jumla, atakayefanya madhambi ataingia motoni, hiyo lugha ni tofauti sana na Allah akitaja tendo maalum kwamba litampeleka mtu motoni au litamzuia kwenda peponi. Kulea mayatima ni katika amali ambazo zimetajwa kwa lugha ya kipekee kwamba ni sababu, tena ni kubwa sana katika sababu za kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ile hadithi shekhe inavuta hisia sana, ile kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtu wa kwanza kuingia peponi
na hiyo ndio inafahamisha kwamba yeye ndio sayyidu al-khalaiq ajma'in, ndio bwana wa viumbe wote, na ndiye amemwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika level ya juu kabisa. Hakuna yeyote anayemzidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na uwepo wa kina Ibrahim, kina Musa, kina Isa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam awwalu man yumsiku bihalaqati aljanna, ndio wa kwanza atashika kitasa cha peponi. Alafu malaika watauliza ni nani? Atasema Muhammad ibn Abdullah. Watasema tuliambiwa tusimfungulie yeyote kabla yako. Hadithi aliyotoa Sheikh inaelezea hiyo taswira kwamba mtume wakati akienda kutaka kushika kitasa, mara kuna mwanamke anataka kumwahi. Unajua amepelekwa, sio kama anataka kumwahi. Hiyo fursa ataipata wapi? Na ulinzi na uwepo wa malaika, na jambo lote liko katika control ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Maana yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amempeleka yule kwenda kuonesha kwamba hii amali kama vile anamkosa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo inasherehesha zaidi ile hadithi iliyosema mimi na yeye tutakuwa hivi. Hapa inaonesha ukaribu kwamba kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaenda kuingia peponi, maana yake manabii wenzake wanasubiria aingie kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ndio manabii wengine wafuatie kwa mujibu wa daraja zao. Alafu huyu mwanamke anataka kugombea na Mtume sallallahu alaihi wasallam na awatangulie manabii wengine. Hapana shaka ndugu zangu katika imani, hii ni biashara kubwa sana ya kuwalea mayatima. Wayasalunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair, wanakuuliza kuhusiana na mayatima, waambie kuwatendea mazuri hiyo ni khairi. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, na ikiwa mtachangamana nao basi muwafanye ni ndugu zenu. Ndio hiyo alikuwa anaisema shekhe ilivyotakiwa hasa, na takwa wamelichunga hilo kwamba tusiwaweke katika vituo, na wanawachuoni wamesema sio haramu kuwaweka kwenye vituo. Hiyo sasa inakuwa tumelazimika tufanyeje? Jamii imebadilika, wanachukuliwa wanawekwa katika vituo, lakini kuwalea pia majumbani mwao. Nakumbuka kalima ya ukhti Salha mwaka jana alisema tukiwaweka vituoni tunawapa uyatima mwingine tena, uyatima wa kufiwa na baba, alafu uyatima tena wa kutenganishwa na familia. Sheikh sitakuwa na mwandaa huyu kuwa ni mtu mkorofi baadaye, yani kuwa ni mtu ambaye amekata undugu. Wao wamekata undugu na yeye huenda kibinadamu akawakata wale ndugu zake. Kwa hivyo ni bora kuwabakisha, alafu tuwe tunafuatilia ni harakati zao. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala alisema falaqtahama al-aqaba. Huyu mwanadamu kwa nini asifanye iqtiham? Manake napenda nilitumie neno hili la Kiarabu. Iqtiham ni sura kama ile ambayo huwa wanafanya askari wanapokwenda kwenye nyumba ambayo ina wahalifu na wana silaha na wamejifungia, alafu wana silaha. Wale jamaa huwa wanakaa pembezoni mwa milango, wanapiga mahesabu, alafu wanasukuma ule mlango, wanausukuma huku wakiwa na silaha zao, na wana riski maisha yao kwa ajili ya kutetea haki. Hilo ndilo neno ambalo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amelitumia. Muumini afanye iktiham kwa kupita vikwazo vigumu, aende mbele kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ulama wakatafsiri wakasema hii lugha ya kuazima katika Qur'ani, hayo yanayovukwa ni yale matatizo ya kiyama mengi kweli kweli. Wanachuoni wametaja zile process, kuhesabiwa, kuwekwa katika mizani. Hata baada ya mizani pia kuna kupita katika as-sirat. Ukipita katika as-sirat ni njia nyembamba, chini yake kuna jahannam. Ni lazima upite kwenye hilo daraja, alafu ndio uende peponi. Na unapita kwa mujibu wa amali zako. Ukikwama, ukitumbukia, ndio umeingia katika moto wa jahannam. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kwa hivyo kupita katika as-sirat ni katika kuyavuka hayo magumu ya siku ya kiyama. Kisha
Allah Jalla wa Ala akataja katika mambo ya kuvuka hivyo vikwazo vyote mpaka upite salama uingie peponi, akasema wama adraka mal aqaba, unajua ni jambo gani la kuvuka hivi vikwazo? Fakku raqaba, ni kumwacha mtumwa huru, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au kulisha wenye uhitaji katika siku ya ndaa. Watu wa Mombasa wanasema ndaa, au it'amun fi yawmin dhi masghaba dhi majaa, yatiman dha maqraba, ukamlisha hasa mwenye ukaribu na wewe, au miskina dha matraba. Kwa hivyo hili jambo la utaona katika dalili nyingi na sisi hatuwezi kuzimaliza. Jambo la mayatima ni katika mambo ambayo yameahidiwa kumuokoa mtu katika majanga mengi ya siku ya kiyama. Na kanuni ni kwamba ukiona amali imewekewa malipo makubwa kiyama, basi kadhalika ina malipo makubwa duniani. Ndio maana Sheikh amesoma hadithi, atakayemfanyia wepesi mtu katika haya maisha, Allah atamfanyia wepesi katika maisha haya na katika maisha ya akhera. Na nilisikia zamani kwenye idhaa ya BBC walikuwa wanaelezea matokeo ambayo huwa wanayapata watu, ni utafiti ulifanywa. Wakasema wale watu ambao wanawasaidia watu wengine kimaisha wanaonekana wana furaha zaidi kuliko wale wasiofanya hivyo. Na mambo mengine hayana majibu ya kisayansi, yana majibu ya kidini. Kidini ni kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawalipa wale furaha. Ukiingiza furaha katika nafsi ya mu'min, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakulipa furaha. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, mimi naongea huku na wasiwasi na muda wangu, naomba niishie hapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atuwafikishe katika kila la kheri. Jumla ya kalima ya shekhe nilivyoielewa ni fursa ya kupata baraka katika haya maisha ya dunia kupitia jambo hili. Kadhalika ni fursa ya kuepukana na moto na kupata pepo akhera. Na mu'min sio tu anaangalia hapa, anaangalia pia akhera yake itakuwaje. Na mali ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amekupa, ametaka kwa hiyo mali uinunulie pepo na upate radhi zake. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.